Kwa hivyo upande wa Liverpool baada ya kuweza kuachana na kocha Arne Slot ni kwamba mchakato umeanza wa kuweza kumleta kocha yule Endano Iraola. Kitu kimoja ambacho naambiwa kinaendana na Liverpool, tayari wamekubaliana matakwa ya kibinafsi kwa maneno tu, lakini hawajamwaga wino. Kwa hivyo ni maneno ambayo wameweza kuyazungumza, kitu ambacho kinafanikisha mkataba huu kuwa rahisi. Jamaa ambaye ni sporting director pale Liverpool kwa sasa, yeye ndiye alimleta Iraola Uingereza alipokuwa akifanya kazi Bournemouth. Kwa hivyo saa hizi ni rahisi tu, ni kumchukua, na unajua Bournemouth pia mkataba uliisha. Kwa hivyo ni kumpa tu kazi moja kwa moja. Hilo ndilo ambalo anakwenda kupatana nalo. Shida kubwa ni kwamba ukosefu wa uzoefu. Ndio kitu ambacho alikileta pale Bournemouth ni kizuri, lakini mwisho wa siku, je, pale Liverpool ataweza kukifanya? Unajua kile ambacho unaweza kukifanya pale mtaani haimaanishi unaweza kukifanya pia katika timu ya ligi kuu. Kwa hivyo ana kazi kubwa ya kujaribu kushawishi wachezaji kwamba mbinu zake, mifumo yake, mwenyewe anasemekana anacheza high pressing football. Mnaanza kupress huko kwa namba 9. Kwa hivyo yote 9-10, jamaa ambaye anapigiwa upatu wa kuweza kuchukua mikoba hiyo ya Liverpool. Kazi itakuwa kubwa. Ndio kile jana nikakwambia, yeye ni mgeni, Alonso mgeni, nani mwingine tena? In short watakuwa wageni hapo Man City. Hata kama ni Maresca, lakini Maresca si mgeni wa vile, ndio amecheza katika, ameongoza Chelsea katika ligi kuu nchini Uingereza, lakini amekuwa pia naibu wa Pep pale Man City awali. Kwa hivyo bado, lakini kuwa naibu kucoach Chelsea si kucoach Man City, na pressure ambayo ipo pale na wakati ambao anakuja, rekodi ambayo Pep Guardiola ameiacha, atakayechukua mikoba atakuwa na kazi kubwa, kwa sababu kila kitu utakuwa unafananishwa na Guardiola. Guardiola alikuwa afanya hivi, Guardiola alikuwa anatupa kombe, wewe hautupi kitu, utafanyaje? Kazi ni kubwa ambayo iko pale.